Ni jeraha dogo tu, maana risasi ilimkwaruza, kwa hiyo atakaa sawa. Nashukuru sana daktari, maana niliingia uoga mkubwa sana kuhusu mamangu. Usijali, maana ilimpalua tu kwa juu, kwa hiyo haikuingia ndani zaidi. Ni mshtuko tu ulipelekea kuwa hivi, lakini muda si mrefu atakaa sawa. Na vipi kuhusu askari, washaondoka tayari? Kuhusu askari washaondoka na tayari mtumiwa kashakamatwa. Sasa hivi upo kituo cha polisi. Basi sawa, mimi ninaweza nikaenda. Kwa chochote kitakachotokea, basi msisite kunitafuta. Sawa daktari, nitakupigia simu. Basi sawa. Mama, pole sana mama, utakuwa sawa. Pole mama, nishakupatia huduma ya kwanza, kwa hiyo maumivu yote yataisha na utakuwa sawa. Asante sana dokta. Wangu, unaweza kuniambia kwa nini wewe kijana haitaka kuwa? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mke wangu, mimi ndo naondoka, naenda kulifuatilia lile swala kiundani. Naenda kuonana na baba, nategemea atakuwa msaada mkubwa sana katika hili. Tafadhali naomba uchukue uangalifu zidi ya mtoto wangu. Nakupenda sana mke wangu. Ni muda mrefu sana sijakusikia ukiongea hivyo, na leo umeongea kutoka moyoni. Ujui tu ni jinsi gani na furaha baada ya mimi na wewe kuwa tunaishi hivi. Hata kama tunapitia maisha magumu, lakini upendo wetu uko pale pale. Sawa mume wangu, mimi nikutakia tu safari njema na huko unapoenda ukafanikiwe. Na imani Mungu yuko pamoja na sisi, kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa. Sometimes tunapitia magumu kwa ajili ya kuweza kutengeneza upendo ambao tulikuwa tumeupoteza. Sio swala la kulaumu. Mimi siwezi kukulaumu kipenzi, kwa sababu najua ni jinsi gani ulikuwa unanipenda na sasa hivi unaendelea kunipenda. Ni yule tu mwanamke jangili. Nawapenda sana familia yangu. Haina haja tu hizi. Nafahamu fika kuwa hauna hela. Mimi kuna kiakiba kidogo ninacho kinaweza kusaidia kuhemea hii siku ya leo. Kwa hiyo wewe nenda, ukirudi utakuta chakula tayari. Sawa babangu? Honey, honey sweet, mwenzi ukitazama ndo nakufa mazima. Najivunia sana kuwa na mwanamke kama wewe. Mungu anitunzie sana kipenzi changu. Uniangalia mazima mazima. I love you so much. Wasiwe na siku njema. Nakuko pia mmeo. Ndo nakufa mazima. Wewe ndio my chocolate, utamu wangu wa pake. Uniangalia mazima mazima. Honey, honey sweet, mwenzi ukitazama ninavyompenda yapende. Baba mapenzi atayajua. Emleta. Sote mbinu za kivita nishatumia, ila bado tu ninaona maseke. Tumia punda nikikamua, huko kirusha mateke. Teddy, unaweza ukaniambia ujauzito ni nani?
Nakuuliza Teddy, unaweza ukaniambia ujauzito ni wa nani? Sinakuuliza wewe, huu ujauzito ni wa nani? Nahisi ni wa Kiji. Remi, naomba unisamehe, lakini haya yote umesababisha wewe. Kumbuka uliondoka na kuniacha mwenyewe. Mimi ningefanyeje? Ungekuwepo nyumbani haya yasingetokea, lakini licha ya yote nakuomba unisamehe mpenzi. Ananiumiza kweli na najua moyo na udhulumu ndo nisafiri anazingua hivyo mapenzi. Remi, Nikabwela usinilipe maumivu kisa sina hela. Maisha ni hatua na zetu mimi nawe, baby unazijua. Amanda, amka basi, mbona leo umelala sana? Amanda, una michezo mingi, kulala mchana hutaki. Sasa hivi mpaka muda huu kweli umelala jamani? Amka bwana ukaoge. Amanda. Amanda. Vipi sasa? Mbona sikuelewi tena? Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Halo? Yes, halo. Ndio. Unaongea na askari kutoka kituo cha kati Salasala. Mhusika mwenye hii simu anatuhumiwa na kesi ya mauaji. Kwa hiyo kama wewe ni ndugu yake, unaweza kufika kituoni kesho asubuhi. Ambao wanatupiga chini. Hivi we baba, kwa hiyo jana ukaona ndo umewini mwenyewe, na wakati lengo lako kubwa ilikuwa ni kufunga mlango kwa usalama wako zaidi, na ni vile tu ndugu yangu alikuwa haelewi chochote akahisi umevuka ule mtego, kumbe huna lolote. Malaya mkubwa wewe. Mage, haya yote yashaisha toka jana. Hao unataka kuendelea kuongea ili ndugu yako anisikie ili anifukuze, si ndio? Hivi kwa akili yako unahisi mimi nitakuwa upande wako? Tambua mimi nafahamu kila kitu kuhusu wewe. Kwanza mwanaume malaya, tapeli, hakuna asiyekufahamu mtaa mzima. Mage, ina maana vita bado inaendelea? Hivi kwani mimi nimekosea kitu gani? Hebu naomba uniambie, shida yako ni nini hasa? Yaani wewe unahitaji ndugu yako anifukuze hapa na nikaendelee kuhangaika.
Hivi kwa nini wewe mtoto wa kike unakuwa hauna huruma na mimi? Kipi nilichokukosea hasa? Unauliza jibu. Na kwa taarifa yako, leo ilikuwa niondoke, ila sitoondoka kwa ajili yako, na nitahakikisha mpaka unaondoka humu ndani. Sawa bwana, mimi acha niondoke, nende nikatafuta riziki. Eti riziki? Ni riziki gani hiyo unayoiongelea? Au ndio hiyo ya utapeli? Ni kweli Mzee Mbengo sio babako mzazi, ila babako mzazi yupo. Sasa kama ulikuwa unafahamu kama Mzee Mbengo sio babangu mzazi, kwa nini ulishindwa kuniweka wazi hili swala tangia awali? Nini maana yako sasa? Twizy, unajua wewe bado ni mdogo sana, ila naomba unielewe. Nilishindwa kukwambia kwa sababu niliona nitakubebesha mzigo mzito ambao uendani na wewe. Hivyo basi, ndo maana nikabidi ninyamaze kwa kipindi hicho chote, nikiwa nasubiri wakati mwafaka nikuelezee. Mimi sidhani kama uko sawa. Kwa hiyo ulichokiona wewe ni bora mimi nikae nikiwa naishi sijifahamu mpaka sasa hivi napokuja kuharibikiwa? Haipo hivyo kama unavyofikiria. Kama ningekwambia mapema, basi nadhani matatizo yangekuwa makubwa zaidi tofauti na haya unayoyaona. Hivyo basi, haina budi kujikaza kiume. Wewe ni mwanaume Twizy, lazima upambane kiume. Huu ni wakati sio kulalamika, ni wakati wa kuonyesha ujasiri wako, ni wakati wa kuonyesha wanaume wako uko wapi. Sio kama unanielewa. Sasa babangu mzazi anaishi wapi? Twizy, mimi naona hili jambo usiwe na haraka nalo sana. Tuliza munkari. Tulizana. Takuelekeza nakaa wapi, alafu ili swala tuachie watu wazima tulipambanie. Sijui kama umenielewa. Jaribu kuwa mpole. Kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito. Maisha Amanda, njoo. Amanda, vipi? Unajisikiaje sasa hivi? Najisikia vizuri mama. Kwani ulikuwaje jana mwanangu? Kwa sababu nilikuwa sikuelewi. Jana nilikuwa namtoa baba mchawi na nilitumia nguvu nyingi sana, maana ukaniona vile. Unamtoa baba uchawi? Ndiyo mama, kuna vifungo alikuwa wanavyo. Kila kuanzia sasa baba atakuwa sawa. Usiwaze mama, mimi kwa sasa niko sawa. Ni vile tu nilikuwa natumia nguvu nyingi kumkomboa baba. Basi saa mtoto wangu, pole. Acha mimi niandae chakula haraka ili ule urudishe nguvu zako, si ndio? Mama, nikusaidie? Sawa. Baba, Baba, Baba,
Nimekutafuta sana mshikaji, natamani nikupata. Kwa hiyo mwanangu, ukaona kutembea na mwanamke wangu peke yake haitoshi, ndio? Mpaka mpatie ujauzito. Hivyo una kiti mam kweli? Mzee, taratibu, upo kwenye mji wa mtu. Alafu swala la kubeba ujauzito alaumiwe nani? Yule aliyepokea au mimi niliyeweka? Na utambue kama yeye alijua na mwanaume anayempenda, kwa nini akubali kubeba ujauzito wangu? Kwa hiyo anayestahili kulaumiwa ni wewe mwanamke wako aliyebeba ujauzito wangu na si mimi. Nisikize kwa makini wewe. Yaani toka siku ya kwanza na kuona unafika pale nyumbani, nilijua kabisa kwamba mimi na wewe hatuendani. Hivi unafahamu maumivu kiasi gani ambayo napitia kwa sasa? Yaani unazungumza kirahisi tu. Nisikize mshikaji. Mpaka nafika hatua ya kufuata hapa nyumbani kwako, fahamu kwamba umenikwaza kinoma. Yaani kinoma yani. Nisikize mzee. Usinipandishie kibesi kwangu. Takumwaga ubongo sasa hivi. Alafu mwili wako hakuna mtu yeyote atakayeuona. Tembea. Tembea. Vipi huyo? Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako. Anaitwa Nyuki. Wadhifa wake mkubwa sana ni wanawake. Na bosi wako amenihakikishia kwamba hii kazi unaweza kuifanya vizuri sana. Yeah, this guy, I think I met him before. He looks familiar. Safi. Nahitaji niweze kupata taarifa zote zinazomhusu. Kila kitu anachokifanya. Watu wanaowasiliana, ikiwezekana na watu wanaokutana nao. Kisha nifikishe hizo taarifa bila mtu yoyote kuweza kufahamu. Okay. Hicho kitu kidogo sana kwangu. Consider it done. Don't worry. Na usiku wa kiza, naecheka na ndio adui yako. Wanakuchekea usoni moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Hivi mtoto, una shida gani lakini? Sasa leo utanitambua vizuri. Nishakwambia wewe huwezi kushindana na mimi, lakini bado unielewi. Sasa Mati, kuanzia leo hautakuwa na nguvu za kichawi, na kama ukiendelea kutufuatilia nitakumaliza. Mwisho wa siku zote ni fedheha, maumivu na jeraha. Mwisho wa siku zote ni fedheha, maumivu na jeraha. Mengine sistahili kuyakabili, nashindwa. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza.
Unayecheka naye ndio adui yako. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye.